Alright guys, it's your man, it's your boy Mshana the Blacksmith, kijana wenu kutoka Bongo. So leo bwana, nimetaka niwalete kwenye RV shop. RV ni magari ambayo yana muonekano kama wa nyumba ndani, lakini nje ni gari au ni like a trailer, right, ambalo ndani limetengenezwa kama nyumba, ambao magari yanatumiwa sana na Wamarekani na wazungu nchi za Ughaibuni kwa ajili ya purpose tofauti, kwa ajili ya malengo tofauti. Wengine wanatumia kama nyumba zao kabisa, badala kununua nyumba au kurenti, kupanga nyumba, wananunua gari, wanaishi ndani ya gari. Au wengine wanatumia magari kama kwenda vacation. Kama mimi sinipo vacation, natumia pesa nyingi kukaa kwenye hotel. Kama unakuwa na magari kama haya, unaenda vacation state yoyote Marekani, una drive, ukisema usiku umefika, unapaki gari yako ndani, unalala ndani ya gari yako ambayo au trailer whatever, zinaitwa RV. I don't know it stand for what, something vehicle whatever, but nipo hapa kuonyesha. Na hii video nishai kutengeneza zamani sana, video zangu za nyuma zamani sana, kipindi ambacho nafika Marekani mara kwanza. Nilishangaa, nilikuwa napitishwa na ex wangu wife. Sasa hivi nawaleta mwenyewe na nimekuja hapa bwana. Ndio vizuri kuwa na confidence, right? Sibi nitawaambia story ya confidence. So as you can see na mwonekano wa ndani, lakini nilikuwa nazungumzia kuwa na confidence, right? Ili mradi maisha ni ufanikiwe kwa chochote, lazima uwe na confidence. Ongea kama unaweza, like walk your talk. Sijui nisemaje lugha nzuri. Kifano, wacha ni skip the line ni get to the point, right? Nimekuja hapa sio kama mnunuaji, sio kama nahitaji RV, lakini nimekuja kwenye hii store, nimeongea na manager pale as if kwamba nina pesa za kutosha kununua RV leo, right? The confidence na audacity ambayo nilikuwa nayo, ambayo nimesema like, yeah, I'm here to check out for RV and stuff like you have to be confident, otherwise hawatakuruhusu kuangalia, au pengine watakuwa kutake serious. Kumbe nimekuja hapa mimi kuvlog. I don't sina hata mpango wa kununua RV, sina mpango wa kukodi RV, nija hapa kuvlog kwa ajili yenu, lakini confidence ndio ionyesha, the confidence I showcase on a front desk ya nchi nyingine. So kama utaona ile hapa ni bafu, umeona, inabidi ujaze maji yako kwenye tank kabla hujaondoka, alafu bafu ile hapo unaoga, kuna choo, right, kuna hii sehemu ya kuosha vyombo. Hii ni ndogo, kuna kila aina size, na kila size inapokuwa kubwa maana yake pesa inaongezeka ya kununua hizo RV, right? So kuna cabinet hapo za kuweka vyombo whatever, kuna kifriji, right, kuna stove ambao ni jiko, kuna hiyo like all of that stuff, right? And then kuna hivyo, kuna like all of that stuff. Bini waonyeshe nje guys, nje unaonekana kama hivyo, si ndivyo? Niwapitishe. So hiyo ndo, hii ni ndogo, ni small size. Pengine hii inauzwa bei ya kawaida, sijajua kishingapi. Pengine bei ya kawaida inaweza kukuta like 60,000 and something like that, ndo bei yake kawaida. So utaona nje, muonekano wa nje ni kabisa ni trailer ambao kuna madirisha pale. Of course kuna like hapo ni kama kuhook katika gari yako kama una truck. Mara nyingi unaendesha hizi na truck, huwezi kuendesha na gari ndogo au SUV, unabidi uwe na truck kuhook up ambao kuendesha. Like kuna hizi hapa zingine. How's it going, bro? Good. Yeah. Right now I'm just walking around and trying to show my people like the RVs and stuff. Okay. Yeah. Were you looking to buy or just looking around? I was planning to just look around for today, but I'm planning in the future to buy one of these because I love camping. I love driving places. I'm not even from here. I'm from California. Yeah. Right, and I came here on my vacation. I spend a lot of money on hotels and other stuff. You know all of that, right? So this is my plan. Maybe 2 years from now. Okay. Yeah, 2 years to 3 years from now. Yeah, so like this is all you have inside, and then you're gonna have another one outside. Yeah, all right. Outside, yeah. I appreciate it, bro. Let me see. Like, question: how much is one of those? This will be 10,000. 10,000? I can afford these. I was a little bit scared. I thought it was ranging around like 50 to 60,000. Gee, grand. Something happened today. What?
All right, I'll let you know. What? I can't believe. Oh yeah. Oh, this is a monthly payment you can have. Yeah, that's with like Excellent credit. At 180 months, 10% down. The sales price is gonna be right around $27,000. I was so fucking freaking out. I was thinking I'm looking at something like 100G, 200 fucking grand and stuff. What? Where's your credit sitting at? 600 or 650 or something like that. But this is so unexpected. Let me know if you like that one. I'll let you know. Let me walk around first, right? Guys, sijawahi kwa mimi nilijua zinauzwa bei kubwa sana. Kumbe zinauzwa bei ambayo naweza kununua kabisa. Zinauzwa bei ambazo naweza kununua kabisa. Kifano hii hapa bei ni pesa ndogo kuliko gari yangu. Gari yangu nimenunua kwa dola kubwa kuliko hii pesa. Right? Alafu na uzuri wa Marekani unaweza kulipa vitu kwa mwezi. Kila mwezi unalipa kidogo. Kwa mwezi unaweza kulipa pesa hii. Hii pesa unalipa ni pesa ndogo sana kuliko kulinganisha pesa ambayo mimi nalipa kwa gari yangu. So like I can afford this. To be honest, nikiamua kununua leo naweza kununua hii nikaondoka nayo nyumbani. Man, I'm so excited bro. Lakini leo hatuja kununua. Nimeongea naye kama nilivyokuambia, naongea kwa confidence kama hivi, kama kwamba nanunua leo. Of course I can buy it. Now nimejua price, thamani, lakini leo nimekuja hapa kwa ajili yenu wadau wangu kuonyesha RV wa Bongo ni nini. Hasa hii ni nyingine ambayo kubwa kidogo, lakini ukiangalia kuna stove hapa, kuna jiko. Tuanze jikoni, right? Kuna jiko, kuna hizi cabinet kama ile nyingine, lakini ina friji kubwa kidogo kulinganisha na ile nyingine. Kama mwambie hizi papase zake, mtu mwingine anatumia hii kama nyumba yake, badala kulipa rent analipa. Imagine, you have to be very smart in America. If you be smart, unaweza ukatengeneza pesa nyingi sana. Imagine watu wanalipa rent Marekani pesa nyingi sana kwa mwezi. Mtu anaweza kalipa rent $2,000 na $3,000, $4,000, unategemea na state unaoishi na nyumba ukubwa wake na kila kitu. Imagine unalipa rent yako. This is badala kuipa rent, ununua hii alafu ulipe monthly payment $273. $273. Watu wanalipa rent $2,000 na minimum. State nyingi sana $2,000 na ndo rent, right? Unless umerenti chumba au vitu kama hivyo. Lakini ukiweza kununua hii ukalipa monthly payment hii, alafu kawa unalala humo, ndio nyumba yako. Wengine wanaweza kutumia kama kwa ajili kama waambia wakienda vacation kama hivi mimi, badala kulala hotel unaenda vacation na RV yako, unapaki sehemu yoyote ambayo inaruhusiwa kupaki RV, unalala, unaamka, unaendelea kuzurura na RV yako, si ndivyo? That's one way. Another way, ukatumia hii kama nyumba yako kabisa, unaishi, right? Nyamwezi hapa, right? So kuna cabinets hizo hapo, kuna kitanda, godoro of course unaweza kubadilisha, right? Unaweza kubadilisha kaika godoro mwenyewe unataka, like yeah, look at that. Imagine. Na sasa ukiwa na familia, ukiwa peke yako, kuna TV pia. Imagine bro, literally kuna TV hii hapa. Imagine una camp, una like someday nanunua hii kitu. I promise you, someday Mshana the Blacksmith tunakuja kumiliki hii kitu. Alafu kuna AC, uwezo ukawa na joto, unawasha AC yako, kuna taa, like kuna sehemu ya so jiko, ni sehemu ya kuoshea vyombo whatever, right? Kuna jiko ile hapo niwaonyesha tayari. Alafu kuna bath, right? Bath, kuna choo. Kuna choo, kuna vitu vya kuwekea humo, toileties, right? Whatever unavyo vitu vya kupa bafuni, kuna shower nzuri. Of course, like imagine. Alafu kuna kimdoo unafunga hapo akati una shower, right? Unafunga mona akati una shower, right? Imagine, life is good. Hiyo ndo RV. Na zipo zinakuja kama waambia, zinakuja kwa ukubwa tofauti, kwa bei tofauti. Like this is RV for you. Alafu tutaenda kwa ile pale, mona ile pale inaonekana ni kubwa. Hizi ni ambazo chache ambazo wanazo ndani ya hii store. Kuna zingine kibao zipo nje store. Tukipata muda tunaweza tukaenda nje store, lakini tusipopata muda
Nataka tu naonyesha hizi RV za ndani upate idea. Ukisikia mtu anazungumzia RV kama Mbongo, Mkenya, Muganda, sijui kama zipo Bongo au sijui kama zipo Uganda, Malawi, wherever, Rwanda, sijui kama zipo huko, lakini kama hazipo, now unatumia channel yangu ya Mshana the Blacksmith kujielimisha mambo ya mbele, watu wanaishiji wazungu. Sometimes it doesn't cost a lot of fucking money, you just have to be smart. Hii Marekani inafanya kila mtu aweze kuishi maisha mazuri kutokana na, inawezekana usiwe na pesa nyingi sana, lakini still you can live big, bro. That's one thing I love about America, right? So, wacha niwaonyeshe hii hapa. This is huge. This actually inaonekana kama nyumba kabisa. Una stairs, una balcony, whatever. Hiyo hapo unakaa nje na vitu vyako. Kuna kitanda cha juu pale, kabla sijaonyesha upande mwingine. Like imagine unapanda ngazi hapa. Like you can climb the stairs. Unapanda ngazi, unaweka godoro hapa. Right? Hizi ngazi zangu hapa. Unaweka godoro hapo, unalala hapo juu. Ukiwa mjanja unaweza kufunga TV hapa au kufunga TV sehemu yoyote, ukawa unalala na TV yako upo juu kiyoyozi. Yes, of course kuna mapanzia, curtain, unaweza kufunga, kufungua. Of course kuna madirisha pia na kama mapanzia. Of course tuanze chini kabla tujaenda juu. I think juu is just a bed. Juu kitanda tu. Lakini una kochi au couch, right, kwa Kiingereza. Kuna microwave na vitu kama hivyo. Pacha mboga zako, chakula chako, kuna sehemu ambazo unahifadhia vyombo. Wow. Mwisho nitaonyesha inauzwa shingapi. I think kama ya mwanzo inaonekana kuna price nje. Like we're gonna have to find out. Excuse me. Right, kuna sehemu ya kuosha vyombo kama kawaida. Kuna stove. This stove is much bigger compare na ile ya RV iliyokuwepo kule. Hii stove ni kubwa kidogo. Hadi kuna oven. Right? This is awesome, bro. Bro, watu wanaishi. Oh my goodness. Angalia, hadi wana laundry machine ambayo ya kuoshea nguo. Bro. Like, bro, what you need. Una kila kitu ndani ya hii RV. Imagine. Instead of paying monthly payment $3,000 kwa ajili ya kukaa kwenye nyumba, you pay for RV and you live in this luxuriant RV as your home. And you keep saving money. Unaendelea kusave pesa. Badala kutupa pesa nyingi sana kwenye majumba ambayo like sometimes unagombana na landlord, sijui vitu gani, nyumba sio ina shida kibao. Yes, and then yet still una pay a lot of money and you'll never own the house. Kama umerent, you'll never own. Ukibala shida ya kukodi nyumba, unalipa kodi na hautoimiliki ile nyumba. Tofauti na mtu ambaye amenunua analipa mortgage. Lakini RV, ukinunua nyumba, ukinunua RV gari, whatever, trailer, whatever unavyotaka kuita, lakini wazungu wenyewe wanaita RV. Ukinunua RV, unalipa ile monthly payment. At the end of the day, unakuwa unaimiliki kabisa. Na ukishamiliki sasa, uzuri wake, ukiwa na watu smart, unabidi uongee na watu smart kama kina Mshana. Like you have to talk with smart people to put you on game. Maisha lazima una watu wajanja ukae nao wakufundishe maisha. Ukimaliza kulipa, ukai-own kabisa, unaweza kufanya chochote. Unaweza ukatumia ERV kurenti watu ambao wanaenda camping, wanasafiri, wanakulipa pesa a lot of money. Una rent out. Bro, you have to think big, bro. You have to think big like Mshana the Blacksmith. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa ya kuja Marekani. Imenifungua ubongo wangu na angalia maisha katika njia tofauti sana kuliko nilivyokuwa miaka 3, miaka 4 nilivyokuwa Bongo. Nilikuwa sina idea ya kitu chochote jinsi gani ya kutengeneza pesa to think big the way I'm thinking today. I'm thinking different, bro. Sometimes najiangaliaga mwenyewe kwenye kioo nasema, this is the same guy, the same boy from Bagala, from Zanzibar. Ain't no way. God really helped me grow and evolve in a bigger ways, bro. Hata sijui, lakini kuna feni nataka kuonyesha ile feni, wacha niendelee kuzungusha niache kuropoka sana. But I'm always grateful. I'm always grateful for opportunity ya kuishi Marekani. Marekani imenifungua macho. Okay. So, kuna shower. Of course, kuna shower, unaweza kukaa pale. I love this. Kwa sababu hii inakusaidia unaweza
unaweza ukakaa kama hivi kwenye shower, right? Una shower, maji yanatoka pale, maji yanakupiga, umekaa umeenjoy tu kama hivyo. Unaweza kaa umekaa unasikiliza muziki, right? Una enjoy maisha, like you taking all in, bro. Like unafikiria maisha yako. Unajua ukiwa unaishi sehemu nzuri, hata mipango ya pesa inakuja mikubwa. Tofauti ukiwa unaishi sehemu ambayo joto, shida, ulali vizuri, like you can't even think big. You can't even dream big. Lazima uishi vizuri mradi uweze dream more than, sijui nikuelezeaje. Ndio maana wanasemaje wabongo, wanasemaje? Aliyenacho anazidishiwa. Usiniulize nani alosema hivyo na usiniulize kwa nini, but aliyenacho anazidishiwa. So imagine unaishi hapo, right? Alafu on this side, so uzuri, tubidi geuze kamera. So kama nilivyowaambia huku kuna shower, right? Alafu huku umetofautishwa, nilivyowaambia hii ni kubwa kuliko ile tuliyoiona mwanzo. Alafu huku kuna toilet. So there is a toilet and there is a shower. Wamezi separate, right? Upande wa kulia una shower, upande wa kushoto una toilet, ambayo huku ndo unakata mzigo wako. Yep, kuna cabinet hapo. Kuna hizo hapo zingine cabinets hapo, kuna ya kupiga mswaki, whatever it is. Yeah. Kuna hali sehemu ya kuchajia simu, whatever unataka. The light. Pia nimesahau kitu ambacho kidogo ambacho watu wanakidharau. The light. Angalia mwangaza unavyo nini. Like it looks so amazing, immaculate. Na hizi taa, right? These taa zipo perfect. Ukitaka kuongeza humu artificial light ukanunua kuongeza taa zingine ni wewe, lakini hizi taa zilokuwepo humu zenyewe zinatosha, ishosheleza. Una madirisha, hichi ndio chumba chako unalala. Kama hauna familia, hauna watoto, actually kama una watoto, they can sleep there, right? Kuna kitanda pale, unaweza kuweka kitanda pale, na kuna huku juu pia nitakuonyesha nitarudi. Lakini hii unaweza kulala wewe peke yako, au kama una mke wako, like you can sleep here na mpenzi wako, whatever. Kama uko peke yako, you can sleep, whatever the case. Lakini hii is more so for people with big family, kwa watu wenye familia kubwa, right? So kuna madirisha, kuna hizi blinds, umeona? Kuna madirisha hapo, kuna kitanda, like this feels so good. Angalia kitanda, like it feels amazing, right? And those lights too. Alafu kuna cabinet hizo hapo. Angalia floor, the floor also is amazing. Milango ni ya mbao. Yeah, ni milango ya mbao, right? Kuna kiti hapo cha kukaa, cha kudiscuss. Kuna, I think this is the semi electrical control, whatever, something like that. Alafu sasa nikwambia atakupeleka upstairs, right? Sasa hivi una ngazi zako kwa mtu anayekaa juu upstairs. This is where you're going to sleep. Umeona? Unaenda kulala huko juu, unalala hapo upstairs. Wow. Sasa turudi chini nikaangalie hii inauzwa kiasi gani. How much does it cost kununua hii RV? This is, kama waambia, hii inaonekana kwa watu wenye familia kubwa, watoto 3, 4, they can sleep on this side, they can sleep on that side. Na wewe na mke wako na mpenzi wako unalala in that room right there, right? RV, amazing. Kwa hiyo wabongo, kwa watu ambao wananifuatilia kiundani tangu zamani, pengine wanaziona video zangu za zamani sana, nilikuwa naonyesha RV. But this for the new folks ambao wameanza kunifuatilia juzi, nimekuwa nakuja na hii update ya video ya RV. Now you know what RV is. Kama haujawahi kuinua, kama unaijua, then still just enjoy. Mona, let's see how much it is. Actually, nimepita. The price is here. The Timberwolf Black, okay? Inauzwa $43,000. $43,499, right? Hiyo ndio pesa inauzwa hii RV. It's very affordable. Mimi nilipokuja mara ya kwanza, I was thinking hii RV inauzwa $100,000, $200,000, $300,000, $400,000. Nilikuwa nafikiria vitu kama hivyo. This
Hii ni pesa ambayo mtu yoyote anaweza kuafford. So mtu yoyote of course. So kauli ya mtu yoyote kwa sababu kuna watu hawezi kuafford of course obviously. Lakini this is the price mimi naweza kuafford. So this is how much unaweza kulipa monthly. Right? Monthly payment yako ni $444 instead ya kulipa monthly payment kama narudi pale pale kulipa kwenye nyumba na vitu kama hivyo. You own RV. And then the good thing kingine ambacho cha RV watu wakijue, the good thing RV, I love this it's like a balcony cabinet. Uzuri wa RV kitu kingine watu ambacho wabidi wakijue after tunaenda kwa pale ni kwamba kama unavyoona hii ni trailer. Wengine wataita gari, wengine wataita trailer, but this is a trailer. Right? Angalia hapo kwa kubwa huko nje. Uzuri wa hizi RV, you can camp, unaweza kuipaki sehemu yoyote ambayo inaruhusu kupaki RV Marekani. Like ubaya wa nyumba, ukishajenga sehemu labda uko Buza kwa mama Kinwani. Nimesahau Buza. Ukinunua nyumba yako labda Tandika, ukanunua nyumba yako Buza kwa mama mnisaidie wa Bongo maana nishasahau majina ya sehemu ya Buza kwa mama Bongo ni wa Bongo, nikumbusheni Buza kwa mama nani? Nimesahau. Like ukienda kununua nyumba yako Buza Tandika, hauwezi kuyamisha ile nyumba ulipojenga, uliponunua ndio ipo hapo. Lakini uzuri wa hizi trailer, you can actually hook up to the trailer, ukaitoa sehemu moja useme majirani yangu siwataki kuishi nao, unaenda kupaki sehemu nyingine where you can like kuna view nzuri labda pengine kuna eneo nzuri unataka kupaki, like you can park this RV anywhere. Right? Yeah, so hii ndo trailer yako. Then let's go to this one. This is huge actually. Right? Alafu kuna hii hapa. Wabongo tujifunze. Simona, subiri nionyeshe, kuna edit picha hapa ambazo kabla sijaonyesha hii hapa. Kuna picha hizi hapa, unaziona zile? That's RV. Watu na familia yao wanaenda kukempu sehemu, wamepaki RV yao nyuma, familia wanaenjoy maisha, wakichoka kuenjoy maisha kuzurura, wanarudi katika ile RV, wanalala ndani ya RV, wanakula, wanapika, wanalala, wanakunywa, wanafanya kila kitu like just someone who own a house. But even RV inaonekana nzuri ndani ya RV more than some people's house. Kuna watu wanaishi nyumba mbaya kuliko hata RV inapoonekana ndani. Swear to God. Wewe mwenyewe umeona ndani ya RV zilivyo, very luxurious. Right? Hiyo moja. Picha nyingine ile pale. Umeona mtu yupo na truck ya kawaida tu. Hutakiwi kuwa na truck. So lazima uwe na truck kubwa. Ninapozungumzia ma trucks, sizungumzii ma truck ya kubeba mizigo. Nazungumzia truck ya kawaida. Umeona ile truck? Ile pale. Like I don't know if you can see there. And then kuna RV yake nyuma anaipull. Umeona? Anaivuta RV. Right? And then kuna hiyo hapo pia picha. Mtu na truck yake ya kawaida, Chevrolet, right? Au wabongo mnahitaji Chevrolet, right? I don't know mnavyoita, lakini wazungu wanaita Chevrolet. And then una RV nyuma hapo anaipull. So that's how it is. And then tuendelee kuangalia hapa. This is RV. Ina milango miwili actually hapa. Kuna ule pale na kuna hapa, afu kuna sehemu ya kuangalia kuzuia jua kama unataka kukaa nje na familia yako to look at the view, right? And here unakutana na choo na bafu. I don't like this much kwa sababu haina kioo cha kuzuia maji ya stoke nje. I don't like this much, but whatever. Una bafu yako, una choo, una sink hapa. Yeah, una little cabinet. This is so small, bro. This is so tiny. Alafu una vitanda vyako cha juu na cha chini, like cha chini na cha juu. I like the material is so smooth, right? Alafu kuna kochi hapo, unakula hapo ukitaka kula, kuna stove, kuna una sehemu ya kusinki hapo, kuna fridge. The fridge is huge. Una freezer. Which side you open? Alright, kuna fridge huku chini. Alafu kuna freezer hapa juu. Right, kuna freezer hapa juu. Kuna sehemu ya kuwekea nguo. Like you unaweza ukafold nguo zako kaziweka humo.
kwa mimi sasa, mimi ni vlogger, nikisema kweli naamua kununua hizi RV, itakuwa vizuri kwa sababu naweza nikazururisha state tofauti za Marekani. Sasa ukiwa labda umeenda vacation au nikiwa nimeacha kufanya kazi. Kuna watu wengine wanafanya kazi kwa muda fulani, wana retire Marekani, then all they gonna do is wana investment, right? Of course you need to have investment, so you still receive that money monthly, right? Regardless unafanya kazi au ufanyi kazi, unaweza kuzurura state yoyote Marekani. Na Marekani ni kubwa, Marekani ni nzuri, kila state ni tofauti. Kama nyinyi mshanifuatilia kwa muda mrefu, I've been in a lot of states so far, na kila state ina muonekano wake, kuna vitu vya luxury tofauti. So unaweza kuwa na RV yako kama vlogger, unatembea state tofauti, unasimama una vlog sehemu tofauti, milima, mabonde, mabwawa, the water flow, everything that America has to offer, right? And then you don't have to worry about where you're going to sleep at night. You're going to sleep in your RVs. Kwa hiyo ni investment nzuri, na ukimaliza kulipa kila kitu, you can rent it out. Unaweza kumrent mtu akawa anatumia na kulipa. Like, it's so nice. Alafu kuna kitanda. Like, of course, kama hii ya familia pia, unaweza kuwa na watoto wako wanalala pale, alafu wewe na mke wako unalala ndani ya big bed, right? Unalala ndani ya kitanda, humu ndani kuna chumba kizuri. This is the fireplace, I think. I want to believe this is a fireplace ambao unaweza kuwasha moto kama moto fulani, kama kuna baridi, like fireplace kwa watu wanaojua. If you know, you know, right? I don't have to explain about fireplace. And then kuna cabinet hizo za kuweka nguo, labda kuna dirisha mazuri. Wow. Just wow. Wazungu wanajua kuishi maisha vizuri. Wanajua, like, they think big, bro. Like, these people wanafikiria mbali. Sisi nyumbani mimi nimeishi, sisemi vibaya, pengine RV zipo Bongo, lakini mimi nimeishi Bongo miaka 20 na I never seen RV mpaka nilipofika Marekani. Na mara video zangu ukienda kuangalia zamani, ex wangu wife alikuwa ananipeleka kwenye RV, I was so mesmerized. I was so stunned kuangalia, hii ni nyumba inayotembea. Ndio nilikuwa hivyo. Yaani nilikuwa very like naive. Sasa hivi nimeshakuwa mjanja, nimekuwa the way I'm speaking right now, naongea kama mtu ambaye like I've been in America for years, kwa sababu nisha adapt maisha Marekani. I know everything, not everything, but I know a lot, right? Lakini mara ya kwanza nilipoziona hizo RV, mdomo wangu wenyewe ulishangaa, like wazungu wasema my mouth hit the ground, right? Shangaa. I was like, wow. This is the house, a moving house, a car. Right? But wazungu wanafikiria mbali. Like, this is so nice to have something that you can drive anywhere and still call it home. Hizo ndo RV. Na natumaini umejifunza kitu kimoja au kingine kwa RV. There's a lot of different type of RV. Hawana wafanyakazi wa kutosha. Ingekuwa kuna watu wa kutosha, au ungenipa ufunguo niende kuangalia za nje, I would do that. Lakini sidhani kama wanaweza kunipa funguo kwenda kuangalia nje ya but kama sivyo, then thank you for watching my video. Mshana the Blacksmith hapa, na mpaka muda mwingine tena, please comment, like and share video. Mpaka muda mwingine tena. I like you guys. And nipe comment yako, unazionaje RV? Ungekuwa na uwezo kununua RV, ungeweza kununua RV? Labda unaonaje kumiliki RV na kumiliki nyumba, kitu gani ni bora kwa mtu ambaye yupo Marekani, au mtu ambaye even kama yupo Marekani lakini unafikiria labda Afrika kuwa na RV ingekuwa idea nzuri? Watuletee Afrika pia hizi vitu kama zipo tayari Afrika, that's a different case. More because I haven't been in Africa for almost 3 years now, right? Sijajua. Lakini yeah, what do you think about RVs? Wa Afrika tunaweza kuzi afford zikija Afrika? All of that question. Comment section below. Na kama let's see kama wataniruhusu kwenda kuangalia za nje, of course nitaendelea kuvlog. Kama hawajaniruhusu, basi this is it. Mpaka muda mwingine. Bye bye.